Maji ya mbali ya Pasifiki, mahali ambapo upepo hubeba harufu ya mvutano wa kijiografia. Kivuli kikubwa cha chuma na fahari kilionekana kikikatiza mawimbi, si kivuli cha kawaida, bali ni FS Charles de Gaulle, mbeba ndege wa nyuklia wa Ufaransa, meli iliyobeba ujumbe mzito kwa kila jeshi la wanamaji duniani. Yaani, ulimwengu wa nguvu za baharini umebadilika. Huo haukuwa msafara wa kawaida. Ulikuwa ni ujio wa kihistoria, mara ya kwanza kwa meli hii ya Kifaransa ya kivita ya Ufaransa kufanya operesheni kamili katika bahari ya Pasifiki, eneo ambalo kwa miaka mingi limekuwa uwanja wa mvutano wa kimkakati, hasa mbele ya macho ya China, kwani Charles de Gaulle si meli ya kawaida, ni mbeba ndege pekee duniani inayotumia nishati ya nyuklia nje ya jeshi la wanamaji la Marekani. Uwepo wake karibu na Japan ulikuwa kama radi kimya. Haukupiga kelele, lakini kila mtu aliusikia. Katika mazoezi ya hali ya juu ya kijeshi, ndege za kivita za Marekani aina ya FA-18 Super Hornet zilitua na kuruka kutoka staha ya meli ya Ufaransa kana kwamba zimezaliwa humo, kwani huo ulikuwa ni uthibitisho wa mshikamano wa NATO, ishara kuwa majeshi ya Magharibi yanaweza kufanya kazi kama mwili mmoja, bila mipaka, bila kusitasita. Wakati Beijing ikiharakisha kujenga mbeba ndege wake wa nyuklia, Charles de Gaulle tayari alikuwa amesimama katika kile kinachoitwa kimya kimya, yaani uwanja wa nyuma wa China. Ujumbe ulikuwa wazi kwamba nguvu za kubeba anga baharini si mali ya Marekani peke yake tena. Kwa tani zaidi ya 42,000 akiwa na mzigo kamili wa kivita, Charles de Gaulle anaweza kuwa mdogo kidogo kuliko wababe wa Marekani wa daraja la Nimitz au Ford, lakini kamwe si dhaifu. Mfumo wake wa steam catapult una uwezo wa kurusha ndege nzito za kivita, na endapo hali itahitaji, hata ndege za Marekani kama C2 Greyhound zinaweza kufanya operesheni kutoka juu yake. Safari ya meli hii haikuwa ya haraka wala rahisi. Ilibuniwa miaka ya 1980. Keel yake ikawekwa mwaka 1989 katika bandari ya kijeshi ya Brest. Ilizinduliwa mwaka 1994. Lakini matatizo ya bajeti yalichelewesha ndoto hii kwa miaka mingi, kwani awali iliitwa Richelieu, jina la mwanasiasa mashuhuri wa Ufaransa, lakini baadaye ikabatizwa jina na kuitwa Charles de Gaulle, jina linalobeba uzito wa historia, uhuru na uthubutu wa taifa la Ufaransa. Hatimaye mwaka 2001, baada ya kusubiri kwa subira na maumivu, meli hii ilikabidhiwa rasmi kwa jeshi la wanamaji. Leo Ufaransa haitazami tu nyuma kwa fahari, inaangalia mbele kwa ujasiri. Tayari mipango ya mrithi wa tani 75,000 imeanza, ishara kuwa Paris imeamua kujikita kwa nguvu kamili ya Pasifiki, si mshirika wa pembeni, kwani katika bahari zilizojaa mashindano, Charles de Gaulle haisemi kwa maneno, inasema kwa uwepo wake, na kwa kila mwimbi linalovunjika kwenye staha yake, ujumbe wake unasikika wazi: nguvu za bahari za dunia zimeingia enzi mpya.